in asaitu rabbi, ikiwa nitamuasi Mola wangu, adhaba yaumin adhim, na iogopa adhabu ya siku kubwa kabisa. Siku ya kiyama ndio siku kubwa kuliko siku zote, kubwa kwa sababu ya matukio yake. Matukio yake siku ya kiyama yanatisha, kwa sababu kitu kikibomolewa kinahatarisha zaidi na kinatisha zaidi kuliko kukijengwa. Yaani ukifika mahali ukakuta kiwanja watu wanajenga nyumba, hushangai sana. Lakini ukifika mahali ukakuta jumba la ghorofa linabomolewa, unaweza kushangaa, mkuta watu wanabomoa nyumba kubwa bwana, hatari yake. Lakini ukikuta watu wanajenga nyumba kubwa ghorofa, unaona ni jambo la kawaida, ndio mwenendo. Sasa Mwenyezi Mungu kauumba ulimwengu, lakini siku ya kuumba ulimwengu haikuonekana kubwa, wala hisabiwi kama ni siku kubwa. Siku atakapobomoa ulimwengu ndio siku kubwa. Adhaba yaumin adhim, adhabu ya siku kubwa kabisa ya kubomoa kila kitu, na zaidi ya hayo kuwafufua wote tangu Adamu mpaka mtu wa mwisho, na wote kuhesabiwa na wote kulipwa. Hiyo ni kubwa sana. Kasa hizi za mwanzo zote ndio kwanza watu wanakuja. Sasa ni kusanyiko, ni orodhesho la mambo yote. Hakuna mkutano mkubwa kuliko huo. Huo ndio mkutano mkuu wa ulimwengu. Lakini kwanza ni hayo mambo ya kuharibu ulimwengu, halafu kuwafufua watu, kuwakusanya, kuwahesabu, kuwalipa, na adhabu yake basi ndio adhabu kubwa kuliko adhabu nyingine yote, kwa sababu hakuna kufa tena baada ya hapo. La yamutu fiha wala yahya, hatakufa humo wala hatakuwa hai, kwa maana yale mateso hayathamini uhai wake. Ni adhabu ya siku kubwa kabisa. Sasa Mtume SAW ndio maana alikuwa hashawishiki kutoka kwenye msimamo wake, kwa sababu anajua kuwa adhabu ya Mwenyezi Mungu kubwa sana. Na Mwenyezi Mungu amesema kuhusu yeye na mitume wengine vile, akisema walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Kama angejisemea tu huyu Muhammad baadhi tu ya kauli, akajisemea mwenyewe tu ambazo Mwenyezi Mungu hakuzitaka, tungemwadhibu kwa kiapo tulichomwapisha cha kufanya kazi hii ya utume. Za mitume wamekula viapo vikubwa zaidi katika kutekeleza yale walioombewa na Mwenyezi Mungu. Hawezi kwenda kinyume, na lau ile inaonesha kama angefanya. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anawalinda kweli mitume. Wanateleza, wanakosea, lakini hawatoki nje kabisa ya mistari ya kazi zao mpaka wakastahili kuadhibiwa. Kwa hivyo ikiwa Mtume salama anaiogopa adhabu ya Mwenyezi Mungu, sisi wengine tufanyeje? Lazima tuiogope. Ikiwa kiongozi aliyepewa dhamana na aliyepewa daraja kuliko walimwengu wote kwa imani yetu sisi, anafika mahala anaogopa adhabu hiyo na anaambiwa aseme naogopa adhabu hiyo, nani miongoni mwetu anaweza kuikabili adhabu ya Mwenyezi Mungu? Kwa hivyo ina asaitu rabbi, ikiwa nitamuasi Mola wangu. Na kuasi ni kwenda kinyume na amri, ndio kuasi. Kwa sababu kule kasema wa umirtu, qul inni umirtu, nimeamrishwa nimwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni amri hiyo ya kuabudu, tena kwa ikhlasi. Wa umirtu li ana kuna awwala almuslimina, na nimeamrishwa niwe wa kwanza kujikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, kusalimu amri. Hasa nikenda kinyume na amri hizo nitakuwa ndo nimeasi. Kuasi ni kwenda kinyume na hizo amri. Kuabudu kitu kingine chochote ni kwenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu. Kufanya ibada bila ikhlasi ni kwenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu. Na vile vile kuacha kusalimu amri katika amri zake Mwenyezi Mungu ni kwenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu.